Shalome, shalome. Tunawasalimu tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tunaishukuru neema ya Kristo tena kwa kutupatia tena siku nyingine ya leo. Kwa hiyo bila kukawia, acha tuingie ndani ya maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru tena, tunakuinua juu ya kipindi hiki cha uwezo wa neno la Mungu. Tunakuinua kwa kuwa umependelea tena siku ya leo tuweze kuzungumza tena maneno yako. Kwa hiyo tunaombea kila roho yote ambayo itakayotufuatilia, acha Bwana upate kuibariki. Asante kwa maana yote Mungu nasikia na mengi utatenda sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunawasalimu tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo kipindi hiki ni uwezo wa neno la Mungu, tunakipata ndani ya TV Ndio Gospel. Kwa hiyo nilikuwa nataka kuzungumza, kwa maana kuanzia wiki inaisha tuko tunazungumza juu ya kutawala ndani ya mwaka 2026 na tumezungumza juu ya vitu viwili vikubwa vya maana ambavyo vinaitwa, cha kwanza tulizungumza juu ya kuishi katika sura ya Mungu na mfano wa Mungu, na ninakumbuka kwamba kwa wiki iliyopita tumezungumza aswa sana juu ya sura ya Mungu, na leo nilikuwa nataka kuja kuzungumza aswa juu ya mfano wa Mungu. Kwa maana tumetambua kwamba kutawala haitokani na maneno. Tulitambua kwamba kutawala inatubidi kuingia ndani ya sura na kuikala kwenye mfano. Sasa niko nataka kuzungumza juu ya kitu kinaitwa mfano wa Mungu, na tutaelewa kitu kimoja. Kitu kikubwa ambacho Adamu na Hawa walichopoteza ndani ya Edeni ni kupoteza sura na kupoteza mfano. Vilifanya hata minyama iwaone tena watu wa kawaida, vilifanya kila kitu chote kuwaona kwamba ni watu wa kawaida, kwa maana walikuwa walipoteza kitu cha kuwafanya wawe na mamlaka maeneo ya ambayo walikuwa wamo ndani. Sasa niko nataka niongee katika vitu karibuni vitatu ama vinne ambavyo vitatuelekeza aswa sana juu ya kuelewa kitu ambacho kinaitwa mfano wa Mungu. Tutaelewa kwamba kitu kilichomleta Yesu ni juu ya kuja kutufunza na kutuonesha ule mfano ambao Adamu alipoteza, na tutaelewa ndani ya mfano panajificha ndani mambo manne. Jambo la kwanza ni kuelewa kwamba pamo ndani upendo wa kweli mu mfano wa Mungu, na tumetambua kwamba ndani ya mfano wa Mungu pamo ndani utiifu. Tumetambua tena ndani ya mfano wa Mungu pamo ndani kitu ambacho kinaitwa haki. Tumetambua tena ndani ya mfano wa Mungu pana kitu ambacho kinaitwa unyenyekevu. Sasa hivi vitu ni vitu ambavyo vilikuwa vimepotea, na wakati vinapotea ndani ya Adamu alikuwa mtu kawaida. Sasa wandugu zangu, tunapotaka kuona Mungu anatupatia kutawala kwa kila sehemu yote ambapo tunapofika, ni kuikala katika upendo wa kweli, ni kuikala katika utiifu. Kwa maana neno utiifu ni neno ndogo, lakini ni neno ambalo linasumbua watu wengi ndani ya ulimwengu. Neno utiifu ni neno kidogo ambalo linavunja watu wengi kutokufikia baraka zao. Pana baraka zenye Mungu aliziandaa ndani ya watu watiifu. Sasa unapokosa utiifu, elewa kwamba unapoteza mambo makubwa ya kukusaidia kwenye maisha yako uweze fika pale ambapo kwenye Mungu anapotaka. Na tumetambua kwamba ndani ya mfano pana kitu kinaitwa haki. Haki ni kitu kikubwa sana ambacho mwanadamu wowote anastahili kutembea nacho. Kusema huyu mfano uonekane, tunauonea pia na haki ya Mungu kuonekana juu ya maisha yako. Na tunatambua kama pana kitu ambacho kinaitwa unyenyekevu. Hii ndio mfano ambao Yesu ametuletea. Tutasoma ndani ya kitabu cha Zaburi sura ya 8 mstari wa 5. Nataka uelewe vizuri. Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima.
6 inasema umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Sasa niko nataka hiki kitu tuelewe vizuri, niko nataka hiki kitu tutambue vizuri. Biblia inasema umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Hii ni sura ama ni mfano wa mwanadamu ama ni mfano wa Mungu kuonesha kwa kuweka ndani ya Adamu. Cha kwanza, alipomaliza kuumba kila kitu chote, alipoandaa mazingira ya Edeni, alipoandaa kila chochote kile ambacho kinachofaa, amemkamata Adamu, anamuweka ndani ya Edeni na akampatia bustani ya Edeni, anamwambia uitunze na uilime. Na kinachonifurahisha, Mungu akampatia mamlaka. Haleluya! Akampatia uwezo, akampatia heshima. Na ndio maana Zaburi anasema umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Kwa wengine msemo, alijilinganisha, ni mwanadamu amemlinganisha kama vile yeye. Kilichofanya anamlinganisha kama vile yeye ni sababu pana sura, pana mfano ambao ulikuwa ndani ya mwanadamu, ambaye ilibidi mwanadamu aishi kama vile Mungu ndani ya Edeni. Na hiyo ndio ilikuwa mamlaka ya ye Adamu atawale. Naongea na wewe, nakwambia ndugu yangu, unapotaka kutawala kwa kazi unayozifanya, unapotaka kutawala kwa kila chochote unachopanga kwenye maisha yako, jifunze mfano wa Mungu, utembee nao ndani ya mwaka huyu. Usifikiri kwamba baraka zinajileta. Baraka zijileti. Baraka zinakuja kwa yule ambaye amekubali kuikala kwenye mfano wa Mungu. Ndio maana utasoma mzuri katika kitabu cha Yohana sura ya 15. Unaposhuka kidogo inasema vizuri, nataka unielewe. Alisema mtu akiwa ndani yangu na maneno yangu yakiwa ndani yake, aombe lolote atakalo atapewa. Kumbe kupewa chochote kenye tunataka sio juu tu tunaomba sana, sio juu tu tunajitoa kwa kufanya kazi za Mungu, lakini nimeelewa ni kuwa ndani ya Yesu, ni kuwa mfano wa Mungu, ni kuikala mfano wa Mungu. Kwa maana hapa mfano wa Mungu utatuelekeza kupokea mambo makubwa, utatuelekeza kupokea vitu vya maana, utatuelekeza kupokea mambo ambayo yatashangaza ulimwengu. Naongea na wewe baba, naongea na wewe mama, naongea na wewe kaka, naongea na wewe dada, ambao unataka kutawala ndani ya mwaka huyu, ambao unataka Mungu akubariki ndani ya mwaka huyu. Ikala kwenye mfano wa Mungu, ikala kwenye mfano wa Mungu. Na nimeshakwambia kwamba mfano wa Mungu una vitu ambavyo vinafanya utembee kwenye mfano wa Mungu. Nimekwambia kwamba kwenye mfano wa Mungu pana upendo wa kweli. Zirisha huu mwaka upendo wa kweli. Acha unafiki, onesha upendo wa kweli kwa watu. Mtu anayeokoka lazima azirishe upendo wa kweli ndani mwake, hapana kuleta upendo wa unafiki. Kitu kinacholeta mfano wa kimungu ni kuleta upendo wa kweli uonekane ndani mwako. Na tunatambua kama pana kitu ambacho kinaitwa utiifu. Nataka niwaambie kitu kimoja kibaya. Kitabu cha Isaya 1:19 nasema, mukikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Mema ya nchi itakula watiifu. Mema ya nchi itakula wale wanayotii na kusikia kile kenye Mungu anataka. Sasa hayo mambo yote kama tutataka kuyafanya, ndugu yangu, viko vigumu tuingie kwenye baraka. Viko vigumu tupokee vitu vikubwa. Viko vigumu tutawale, kwa maana kutawala inamubidi mtu kuikala kwenye mfano wa kimungu wa kweli. Kwa hiyo ndugu yangu, nimetambua kwamba kilichomfanya Yesu aje ni kutuletea sura ama ni kutuletea tena mfano wa Mungu uonekane mu maisha yetu. Ukimwangalia Yesu unaona mfano halisi wa Mungu. Ukimwangalia Yesu anakuletea kawaida mfano wenye Adamu amepoteza ndani ya Edeni. Yesu anatuletea mfano wa kweli wa kuonekana na kudhihirika ili tupate kutawala ndani ya mwaka huyu. Kwa hiyo ndugu yangu, sina mengi ya kusema. Mungu awabariki sana. Nataka tuombe pamoja.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumetambua kwamba maneno yako yanatuambia kutawala ndani ya mwaka huyu ni kuikala ndani ya sura yako na mfano wako. Baadhi ya watu wengi wanafikiri kwamba kutawala ni kuomba sana, wanafikiri kwamba ni kufanya kazi zako sana, wanafikiri kwamba ni kuonekana kanisani sana, lakini wanashindwa kuelewa kwamba wewe uko na shida na watu ambao wataikala msura yako, kwamba wewe uko na shida na watu ambao wataikala kwenye mfano wako. Katika jina la Yesu Kristo, ninaacha neema Bwana yako ishuke ndani ya kila mtu wote ambaye amejiangaje, ambaye amejiandaa ndani ya mwaka huyu kutembea ndani ya sura yako. Tunakushukuru kwa yote, kwa kuwa wewe ni mwema tena mwaminifu, na mengi utaendelea kutenda kwa wingi wa uwezo wako. Heshima, utukufu na mamlaka tunaviweka mikononi mwako. Asante kwa maana utaleta baraka, utafungua mafanikio. Nikiombea TV hii, endelea kuibariki, uendelee kufungua malango ya baraka juu ya TV hii. Bariki viongozi ambao wanapendelea kutupatia na nafasi hii. Bariki watumishi wote ambao wanatumika ndani ya TV hii. Neema na baraka zako Bwana ziendelee kuwa pamoja nao. Tunakushukuru kwa yote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo Mungu awabariki sana.